Lakini leo tutajifunza kipengele hicho kinachosema ni wakati gani wa kutoa sadaka. Kwanza kabisa, moja, toa wakati ambapo umepata msukumo wa Roho Mtakatifu. Toa wakati ambapo umepata msukumo wa Roho, au tukomee tu hivyo. Toa wakati ambapo umepata msukumo wa Roho. Roho yako inakuruhusu. Na ndio maana kanisani hatulazimishi mtu atoe sadaka, ila tunamfundisha faida za kutoa sadaka. Akiona kuna umuhimu, atatoa sawa na roho yake inavyomwelekeza. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu kile cha Zaburi 110 mstari wa 3. Zaburi 110 mstari wa 3. Ninaomba twende pamoja na unisikilize vizuri. Watu mnaombewa na kuombewa, tusipowafundisha. Kuna siku niwafundisha, hiki ni kitu kimojawapo kinachotunza muujiza, sadaka, na tuliona watu kaza wa kaza, lakini leo tunaiangalia kwa mfumo mwingine. Maandiko yanasema kwenye Zaburi 110 mstari wa 3. Zaburi 110 au 110 mstari wa 3 inasema, watu wako watajitoa kwa hiari, watu wako watajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako. Hiyo tu watu wako watajitoa kwa nini? Kwa hiari. Hiari iko wapi? Kutoa wakati ambapo umepata msukumo wa Roho. Hiyo ndo hiari. Hujasikia msukumo, maana yake hauna ule utayari wa kutoa, inabidi uache. Na ndio maana hata kwa mganga, roho yako ikisitasita, wengi huwa wanaenda jumla, hawarudi tena kwa mganga, kwa sababu sadaka inaambatana na kitu kinachoitwa roho ya utayari au uhiari. Kuna mahala akasema Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo mkunjufu, wala si wa huzuni. Nadhani Wakorintho wa pili 9:7. Usiandike kwanza. Wakorintho wa pili nadhani 9:7 au wa kwanza 9:7. Inasema hivyo. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni. Ngoja nikusaidie kwa maiki. Si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Sasa ni wakati gani utoe sadaka yako? Ni wakati ambapo unajisikia kutoa sadaka kwa moyo wa ukunjufu, kwa moyo wa furaha. Ukitoa sadaka kwa sababu ya vitisho, ile sadaka siyo sadaka tena. Ukitoa sadaka kwa sababu ya sheria za kanisa, wengi mnatoa sadaka kwa vitisho, kwa kuogopeshwa. Na kwa nini inabidi mtoe kwa hivyo? Kwa sababu hamtaki kufanya maendeleo ndani ya kanisa. Lakini leo nakuja kukukumbusha kwamba utoke, hata kama limetolewa tangazo kanisani, kila mtu atoe $100. Wewe ichukulie kama sadaka ambayo si ya lazima. Uichukulie kama agizo la Mungu. Ameagiza tutoe $100 ili kujenga nyumba yake. Na usisubiri kufuatiliwa. Kuna watu mnasubiri kufuatiliwa, yaani mpaka wazee wa kanisa watembee kwenye mitaa. Hiyo inaitwa sadaka isiyo ya hiari. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa nini? Sasa ni wakati gani nitoe sadaka? Wakati moyo wako haujajikunja, wakati moyo wako haujainama juu ya kile unachokitoa. Amen. Anaelewa vizuri wana wa Mungu? Kwa sababu ukitoa kwa moyo uliochangamka, si wa huzuni, si moyo ulioinama, Mungu anampenda mtu wa namna hiyo. Na ndio maana kuna andiko, Yesu anasema kwamba unapoenda kutoa sadaka, hata mkono wako wa kushoto usifahamu. Kwa lugha ya Biblia, jirani yako aliyekaa kushoto au kulia
asifahamu. Lakini Yesu akaenda mbali akasema hivi, na ukigundua umekosana na ndugu yoyote au mwanajamii yoyote, iache kwanza sadaka yako ukapatane kwanza na huyo mtu. Kwa nini uiache sadaka ukapatane na huyo mtu? Kwa sababu moyo wako unaenda kutoa sadaka, ila ndani yake una hasira na mtu. Sasa huwezi ukafanya ibada ukiwa na hasira, kwa sababu sadaka ni ibada na hakuna ibada yenye hasira. Leo mimi nikisimama kuhubiri na hasira za kule nyumbani, mtanijua tu na wala hamtapokea. Amina. Kwa hiyo kama hamtapokea mahubiri, hivyo hivyo Mungu huwa hapokei sadaka za watu ambao mioyo yao ina huzuni, ina hasira, imeinama. Kwa hiyo ni wakati gani wa kumtolea Mungu sadaka? Ni wakati ambapo wewe huna kinyongo chochote ndani ya roho yako. Roho yako ikuruhusu, hata kama ni maagizo, roho yako ipokee kwa moyo wa shukrani. Amen. Kama vile wana wa Israeli walivyoambiwa na Musa, kila mmoja na atoe kondoo kwa ajili ya Pasaka, asiye na kondoo waungane na jirani. Alipokuwa Musa anawaeleza, Musa alikuwa amesimama kwa niaba ya Mungu. Sio kwamba pale alikuwa anaongea Mungu yeye mwenyewe, alikuwa anamtumia mtumishi wake. Wale watu wakalipokea, wasiokuwa na kondoo wakaungana na jirani wakampata kondoo. Leo tuna tatizo moja makanisani, mchungaji akisema sadaka, wanasema maisha yake yamemfanya kuwa anaombaomba sadaka. Ila wana wa Israeli walielekezwa na Musa. Mungu amesema. Leo Wakristo wa leo hatuamini Mungu anaweza akasema na mtumishi wake, na kwa sababu wana wa Israeli walipokea lile agizo kwa moyo wa shukrani na kwa moyo mkunjufu, maandiko yanasema kwamba walitoa zile sadaka, wale kondoo wakachinjwa, wakapewa na maelekezo juu ya ile sadaka. Maandiko yanasema kwamba waliteseka miaka 430, lakini baada ya ile sadaka walitoka Misri wakiwa na mali nyingi sana. Maana yangu ni nini? Kuna sadaka zimetangazwa na mchungaji, aidha za wageni wamekuja, aidha za ujenzi, aidha ya maiki, watu wakachukulia, aidha ni ya vazi lake, wakasema naye mchungaji atatuchosha. Kumbe wanazuilia baraka za wao kutoka kwenye vifungo walivyofungwa. Maana wana wa Israeli wangekataa kutoa kondoo, kisa ni Musa anaongea, wangeendelea kubaki Misri, wala wasingetoka. Kwa hiyo nakwambia hivi, kuna sadaka zingine zimebeba ukombozi wako, wala ukombozi wako hauhitaji maombi, ila unahitaji utii wa lile neno la sadaka, ili utoke kwenye vifungo vya wachawi na waganga. Wana wa Israeli waliomba, walilia, wakahuzunika, ila walipokuja kulisikiliza lile neno la sadaka, wakalipokea kwa moyo wa shukrani, asiye nayo wakaungana. Maana yake hawa watu walitenda kwa moyo mkunjufu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba usiku wa manane Bwana akamjia Farao aliyewazuilia, akampiga pigo ambalo hakuweza kunyamaza wala kuendelea kuwashikilia, ikabidi awaachie. Na wewe nimekuja kukuambia ya kwamba jifunze kutoa sadaka. Yaonekana mapigo ya maombi hayajamstua adui yako, anatakiwa apigwe pigo la sadaka ambalo litamwamsha usiku wa manane, na kuambia ya kwamba nataka sasa ondoka, maana Mungu wako ameniuliza. Na hiyo neema haijafichwa kwenye maombi, imefichwa kwenye sadaka. Lile pigo la Misri halikuwa kwenye maombi ya Musa, lile pigo Mungu alisubiri sadaka. Kuna mapigo mengine kwa watesi wako yako ndani ya sadaka, na kwa sababu hutoi sadaka, na ndio maana maadui zako wanaendelea kuchanua. Amen. Wanaendelea kufanyaje?
ili wasichanue, lazima tumsikilize Musa ambaye leo anahubiri. Si Musa wa miaka 2000 iliyopita, ni Musa wa kizazi hiki anayehubiri hapa. Ndipo utawaona maadui zako wanatoka, wanakuachia, wanakimbia. Lakini kwa sababu watu tunapokea mafundisho kama sehemu ya furaha, hatutekelezi. Na kwa nini hatutekelezi? Shetani anajua hawa watu wakifungua kwenye kutoa, nimemalizika kabisa. Shetani anajua, na ndio maana